Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya viongozi na watumishi wa umma watakaoshindwa kujaza na kuwasilisha kwa wakati fomu za tamko la maadili katika Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo tarehe 15 Disemba 2025 katika maadhimisho ya Siku ya Maadili na Haki za Binadamu Zanzibar yaliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Dimani, mkoa wa Mjini Magharibi. Amesisitiza kuwa kwa mujibu wa sheria, kila kiongozi na mtumishi wa umma anatakiwa kuwasilisha fomu hizo kabla ya tarehe 30 Disemba 2025. Akieleza taarifa ya mwenyekiti wa Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma, Rais Dr. Mwinyi amesema kuwa hadi sasa ni viongozi 530 pekee, sawa na 19% kati ya viongozi 2750 wanaotakiwa kisheria ndio waliokamilisha zoezi hilo. Ameeleza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua dhidi ya watakaokiuka matakwa hayo ya kisheria. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali ipo katika maandalizi ya kuanzisha mfumo wa upimaji wa utendaji kazi kwa viongozi utakaolenga kuongeza uwajibikaji, ufanisi na tija katika utoaji wa huduma kwa wananchi pamoja na kuimarisha utendaji wa taasisi za umma. Akizungumzia mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi, Rais Dr. Mwinyi amesema Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi ZAECA imepokea na kufanyia kazi jumla ya taarifa 524. Amesema kuwa katika kipindi cha Januari hadi Oktoba 2025, ZAECA imefanikiwa kudhibiti na kuokoa shilingi bilioni 6,400,226,282,551 pamoja na dola za Kimarekani 89,371 ambazo zilirejeshwa serikalini, huku shilingi bilioni 1,143,487,556 na dola za Kimarekani 4,999 zikirejeshwa kwa wananchi. Rais Dr. Mwinyi amesema Tanzania ikiwemo Zanzibar imeendelea kupiga hatua kubwa katika utekelezaji wa malengo ya Umoja wa Mataifa yanayohusiana na haki za binadamu na mapambano dhidi ya rushwa kupitia maridhiano na utekelezaji wa mikataba na mikakati ya kimataifa. Akihitimisha hotuba yake, Rais Dr. Mwinyi ametoa wito kwa viongozi wa taasisi za serikali kutumia vyombo vya habari kuwaelimisha wananchi kuhusu shughuli na maendeleo ya nchi na pia kuhimiza wananchi, vyombo vya habari, asasi za kiraia na sekta ya umma kushirikiana na serikali katika kuimarisha utawala bora, haki za binadamu na mapambano dhidi ya rushwa. Vilevile, Rais Dr. Mwinyi ameipongeza Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma kwa kushughulikia malalamiko ya wananchi kuhusu uvunjaji wa maadili ya viongozi, ambapo jumla ya malalamiko 28 yaliyopokelewa na 8 tayari yamefanyiwa kazi. Makala hii imeandikwa na Tanzania Media House Center na imesomwa nami Zahra Omari kupitia Tanza TV. Popote tunakufikia.